Asante sana viongozi, mnaweza kuketi. Nakuru oye! Nakuru oye! Nataka kujua kama upande hii mnaniona vizuri na huko nyuma mnaniona vizuri, hapa katikati mnaniona vizuri. Nataka kujua kula kwa chat mnaniona vizuri. Mimi ndio Sifuna. Kwa maombi yenu na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu nasimama hapa Nakuru leo, ikiwa tarehe 19 mwezi wa 4 mwaka wa 2026, nikiwa bado katibu mkuu wa chama cha ODM. Seneta wa kaunti ya Nairobi na naibu kiranja wa walio wachache kwenye bunge la Senate. Na wauliza nyinyi watu, wanasema hapa Nakuru ndio kuna kura ya Kasongo. Wanatuambia hapa kuna kura ya Kasongo. Tumekuja leo, nataka mtuonyeshe kwa mkono, hapa kuna kura ya Kasongo hapa. Huko nyuma kuna kura ya Kasongo. Kasongo! Kasongo! Ruto! Aende asiende. Na tunazo sababu ambazo tunasema lazima Kasongo akanyage kubwa kubwa. Kulia DJ ulilala. Haya. DJ chorus ndio tulikuwa tunangoja bana. Nakuru oye! Nakuru oye! Tunaposema Ruto one time sio kwa sababu tunamchukia mheshimiwa Ruto. Tunasema hivyo kwa sababu kazi imemshinda. Hapa Nakuru vijana wetu wengi sana waliuawa wakati wa maandamano ya Gen Z. Hatujasahau Brayo Odhiambo ambaye aliuawa na maafisa wa KWS. Kufikia leo hakuna haki imetendeka kwa sababu ya Brayo. Na ndio kwa maana tunasema tunamwambia William Ruto, sisi vijana tumezaliwa tukalelewa na wazazi wetu wakatupeleka shule. Ile kitu tunataka ni nafasi ya kukua wakubwa ili tuweze kuinua familia zetu kutoka katika umaskini. Lakini hawezi kututawala wakati unatuua bwana. Haiwezekani. Na hawezi kutujengea barabara wakati unatuua. Mimi nauliza saa hii familia ya Brian Odhiambo, mkiwauliza wanataka barabara ya Mau Summit kwenda Rironi ama warudishe Brayo hai, watachagua gani? Brayo ama barabara? Brayo ama barabara? Na ndio kwa maana sisi wanalinda mwananchi ambaye tumelelewa na baba Raila Amolo Odinga tunasema maendeleo lazima yawekwe katika muktadha wa mambo muhimu kama maadili ambayo yako ndani ya katiba ya chama na katiba ya Kenya. Hauwezi kuniambia ati kijana akiandika kitu kwa Facebook ambaye haupendi ati hiyo inatosha kuua mtu. Hiyo inatosha kuua mtu. Sitasimama maovu ya kitawala. Sitasimama maovu ya kitawala. Uko juu. Ubinafsi, ukabila, kuuza sura, wataki kuuza sera. Undugu ni kufana. Sitasimama maovu ya kitawala. Sitasimama maovu ya kitawala. Na ndio kwa maana mimi Sifuna, nikiwa student wa baba Raila Amolo Odinga, nilisema wakati tumeandikishana MOU, kitu ya kwanza ilikuwa ni kwamba serikali ya William Ruto iwache kuua vijana wetu. Polisi walitoka Nairobi, wewe fikiria. Polisi walitoka Nairobi baada ya sisi kuandikishana mkataba na William Ruto. Wakaenda mpaka Homa Bay, wakachukua kijana kwa nyumba yao,
wakawacha wazazi wake pale, wakamleta mpaka na Nairobi kumnyongea katika kituo cha Central Kenya. Sasa mimi nikasema kama katibu mkuu wa chama ambaye aliandika huo mkataba, siku ile Albert Ojwang aliuliwa, hiyo ndio ilikuwa mwisho ya mkataba ya UDA na ODM. Ndio maana wanajaribu kunifukuza kama SG, wanajaribu kunifukuza kwa sababu nilisimama na Albert Ojwang. Nikasema ya kwamba haijalishi umejenga soko ngapi, Albert Ojwang hawezi kutumia ile soko ambayo imejengwa Homa Bay na Kasongo. Anaweza kuenda kununua samaki pale. Albert Ojwang ako kwa mchanga, si ndio? Tulisema katika mkataba na chama cha UDA ya kwamba lazima chama cha UDA kiheshimu vyama vingine. Ruto ameingia ndani ya ODM, ameingia mpaka kwa bedroom. Na wale walimfungulia mlango wa bedroom mnawajua. Ni waseme nisiwaseme. Mnawajua hamuwajui. Sasa wewe fikiria, nasikia kiongozi wa UDA anasema ati mkishafika kwa bedroom kuna mambo mengine hauwezi kukataa. Nani alisema? Nani alikuambia? Mimi najua kama wakili hata ukiwa kwa bedroom na msichana na kuambie mahali imefika imezidi, lazima uachie hapo ama tukufunge. Senior Counsel James Orengo yuko hapa. At any one point, vijana mnisikize. Wajana nimwasikize vizuri. Hata akuwe amekula fare, hata akuwe ameingia ndani ya bedroom, hata akuwe ametoa nguo, akisema stop, you must stop. Na ndio maana sisi wana ODM tunasema hatuwezi kukubali vile ambavyo UDA imeingilia chama cha ODM. Sasa sisi wanalinda mwananchi, tunataka kuwaambia ni kwa nini tunataka kuwalinda. Tunataka kuwalinda kutokana na ile dhulma ya huyu jamaa anaitwa William Ruto. Wamekuwa wakitudanganya ati kuna formula ya kuweka bei ya mafuta. Kumbe ni watu wawili wanakaa wanapiga hesabu ya mara ile ya kutoa na kuongeza. Ati mtu anakunyang'anya 40 bob, anakurudishia 10 bob, anataka umpigie makofi. Nakuru yetawezekana kweli? Muonyesheni mmemkataa William Ruto. Asante DJ. Ukiangalia vijana wetu wa university kwa sasa hapa Nakuru, ngoja tu vijana oye. Wakati William Ruto anazunguka huko akidanganya watu watanafungua university mpya, university zetu zile zilikuweko, tukianza na university ya Egerton hapa na Nakuru. University ya Egerton iko na deni ya shilingi bilioni 25 ambayo badala Kasongo alipe ili shule yetu iendelee, anaenda kutanganya ati anafungua zingine. Tena ati ametenga pesa. Wameleta mfumo mwingine hapa ati ya kutafuta vile ya kupea vijana pesa ya help. Ati funding model imejaa ukora. Afadhali warudishe ile chief alikuwa anatusainia sisi akisema huyu kijana ni maskini anahitaji apewe pesa ya kusoma. Mimi nilisoma na pesa ya help. Hapa Nakuru nimeambiwa na walimu wa Nakuru wakienda saa hii hospitali vitu ambayo NHIF ilikuwa inalipa, SHA imekataa kulipa, wanaambiwa waongeze pesa kwa hospitali. Sasa ameharibu afya, ameharibu uchumi, ameharibu masomo. Ni nini ingine anataka kuharibu ndio tuweze kumwapatia term nyingine? Mimi nilisema Kenya cannot survive another single year of William Ruto in power. Na ndio maana hii kikosi ambayo iko hapa tumejitolea sisi, hatutarudi nyuma. Nataka kujua, wanatuambia mnatuchocha nyinyi, wanasema mnatudanganya, wakati ya kura mtatoroka. Kama wewe ni muoga saa hii tuone, Nakuru mtatoroka. Tutaenda mpaka mwisho. Kasongo aende. Wangapi wanasema Kasongo one time? Wacha niona. Asante sana kwa hayo mengi. Asanteni sana Nakuru. Nataka nimkaribishe kiongozi wetu, Gavana wa Siaya, Mheshimiwa James Orengo.